Penda demokrasia, superwoman. Na napenda DJ, hebu niwekee ile sauti ya Mheshimiwa Kadogo. Hebu niwekee hiyo sauti. Sasa nataka bali 29 mfulani. Nataka niwaambie mtakula bata nyinyi hapa mwingine. Mnasikia? Hebu pigeni makofi. Amesema kwamba anaomba wananchi wa Jangwani na Mtombo kwa ujumla wapate nafasi nao wavue pale Ziwa Manyara. Amesema mageti yaliyowekwa ndani ya miji yetu ya Mtombo na Kigongoni yatoke ili vijana wetu wapate ajira, watalii wazunguke, watuletee fedha za kigeni ili maisha yetu yaboreke. Tuweze kula bata, au sio? Sasa hivi watu wanapanda Karato kwenda kula bata. Tunataka kurudisha heshima ya Mtombo ya watu kuja kula bata Mtombo. Sasa ili tuweze sasa kula bata 29, tuna kazi kubwa ya kujitokeza kwa wingi kwenda kupiga kura kwa Kadogo, ili basi akienda pale bungeni aweze kuwa na sauti ya kutosha kuhakikisha kwamba anatuletea nafasi ya sisi kula bata. Mimi na mzee Huseni tunaenda kuingia baraza la madiwani katika wilaya yetu ya Monduli. Matatizo ya Mtombo, mzee Huseni akinikonyeza tu kwamba hebu tuikanyagie hapa ili Mtombo wapate barabara, Mtombo wapate zahanati. Niko tayari kuungana naye kuhakikisha kwamba miradi ya maendeleo inakuja kwa watu wa Mtombo. Sasa ili kumuendelea kumjengea heshima, naomba sana tarehe 29 tujitokeze kwa wingi, tukampigie kura nyingi za kishindo mzee Huseni, ili basi akisimama pale kwenye baraza la madiwani awe na sauti na mimi niweze kukanyagia shughuli za maendeleo zije kata ya Mtombo. Mimi ndio sauti yenu. Mkinipa kura nyingi, mimi ndio sauti yenu Mtombo, halmashauri na maeneo mengine. Kwa hiyo naomba sana tarehe 29 Oktoba hii mnipe kura za kutosha. Mkishanipa kura za kutosha, mimi sasa nakwenda kufanya kazi bila matatizo yoyote, kwa sababu mnanijua. Mimi sasa kule kwenye halmashauri nimekuwa ni mtu sasa na miaka 5 imemalizika. Sasa hii nayekwenda mimi nimeshakuwa mwenyeji. Namna ya kufungua milango najua, na mlango huu wa kufungua. Kwa hiyo tutaifungua milango vizuri nikishirikiana na viongozi wenzangu, nikishirikiana na wananchi. Lakini kwa maeneo mengine yote ambaye anataka msukumo wa diwani, lazima nihakikishe ndio wajibu wangu na ndio mmenituma na ndio mmeniagiza, lazima yatekelezwe. Kazi yangu mimi ni kufikisha kwenye baraza la madiwani na kufuatilia, na pia salamu napeleka kwa mheshimiwa mbunge mteule. Tumezungumza naye, ameniambia haya masuala ya barabara yote ya Mtombo niachie, nitakuja kuyajibu. Kero mbalimbali ambazo mnapata watu wa Magomeni na Jangwani na maeneo mengine ya Mtombo, huko utaratibu sasa hivi tutakapokwenda kuapishwa, lazima nihakikishe na kuwa mkali kidogo. Takuwa mkali kidogo ili kuhakikisha wananchi wanapata ahueni. Kwa watu watakaokuwa wazembe kutekeleza fedha ambazo tumezipata, zimekuja, wananchi wanangoja maendeleo hawayapati. Hiyo ndio kazi yangu mimi, kuhakikisha yule mtu anayesumbua, mimi ndio kazi yangu kumwekea kipaumbele, ahakikishe hakuna fedha zinazorudi kwenda kuwa bakaa. Naomba nimwombee kura mgombea wetu wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan. Kura zote zimmiminikie ndani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini wenzangu wamesema kwamba Mheshimiwa Rais amefikishiwa ujumbe na jembe letu Isaac Joseph Kopriano. Amemfikishia ujumbe kwa changamoto ya wanajangwani.
ambayo mnakutana kwenye sekta yenu ya uvuvi ambapo mnapatia riziki ya kila siku. Kwa hiyo kama ametusemea, mpeni kura Isaac Joseph Kopriano ili aweze kwenda kutetea hoja yake aliyomwasilishia Mheshimiwa Rais kwa wakazi wa Jangwani na Mto wa Mbu. Twendeni Oktoba 29 asubuhi na mapema tukampe kura Hussein akawe diwani wetu wakati ya Mto wa Mbu, tukitambua ya kwamba Hussein anaenda kipindi cha pili. Pale halmashauri sio mgeni tena bali ni mwenyeji. Hebu tumpe kura za ndio nyingi mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan aweze kutuletea maendeleo kwenye kata zetu, lakini kwenye jimbo letu, lakini katika wilaya yetu. Tusikosee kutoa kura hata moja. Mama anapambana na vyama vingi, mtamkuta pale na vyama vingi. Sasa toeni kwa Chama cha Mapinduzi kura. Niende kwa mbunge, mambo yote alikuwa anayasimamia na akiona elewi analia kabisa, ili mumuelewe analia. Sasa mpeni kura, alafu muone maendeleo ya Mto wa Mbu yatakavyoliliwa.